Assalamu alaikum watoto wetu wazuri, karibuni kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. Na kama mnavyojua, katika vipindi hivi tunajifunza kuhusu historia za watoto wa Imam Hussein na vile wahusika wa tukio la Karbala. Leo ningependa tumsome Ali Asghar. Ali al-Asghar alikuwa nani? Alikuwa mtoto wa nani? Na alichangia vipi katika tukio la Karbala? Ali Asghar, mama yake alikuwa anaitwa Rubab bint Imra al-Qais. Rubab alikuwa miongoni mwa wanawake wema, mwenye kupendwa na kila mtu. Imam Hussein alimpenda sana. Imam Hussein alikuwa nani kwa Ali Asghar? Alikuwa baba yake Ali Asghar. Tumesema mama yake anaitwa nani? Rubab. Kwa hivyo Rubab alipendwa sana na Imam Hussein. Alikuwa mwanamke mwema, mwenye kuigwa na kila mtu. Je, Ali Asghar alizaliwa lini? Alizaliwa mwaka wa 60 Hijiria. Alikuwa na umri wa miezi 6 katika tukio la Karbala. Katika masiku hizo za Ashura, yeye alikuwa mdogo sana. Na kisa cha Ali Asghar kinasikitisha sana. Ningependa tujifunze sisi wote kutokana na tukio hili, na Ali Asghar amechangia vipi katika tukio la Karbala. Ali Asghar, mtoto wa miezi 6, ni mtoto mdogo sana. Mtoto mwenye hawezi kutembea, hawezi kuongea. Yaani wewe ukisikia tu mtoto hawezi kutembea, wajua kabisa huyu ni mdogo. Hata kama yuakaa lakini hawezi kutembea, wewe kwenye fikra zako zitakwambia huyu ni mchanga, lazima abebwe. Haendi kila mahali kwa miguu yake, lazima awe na mtu. Kwa hivyo Ali Asghar hakujua kutembea, hakujua kuzungumza, na vile bado alikuwa ananyonya. Kumaanisha alikuwa mdogo kabisa. Siku ya Karbala, si wote tunajua, Imam Hussein na wafuasi wake waliteseka sana kwa sababu ilikuwa hakuna maji. Sasa Ali Asghar yeye alikuwa mdogo. Kiu ilimzidi mpaka hata mamake pia hakupata maji, maziwa yakaanza kupungua, ikawa maskini, yani hana chakula. Chakula kimempungukia. Yeye ni mdogo, mtoto wa miezi 6. Angalau mimi na wewe tuweza kuvumilia. Huyu ni mdogo, siku nzima ikipita bila kunywa maji, wewe fikiria itakuwaje? Sisi tu nusu siku tukifunga twasikia. Yaani wewe wataka ukae na chupa lako la maji unywe, hata kama hutaki chakula, lakini ukipata yale maji wasikia raha. Sasa fikiria, huyu ni mtoto maskini, ana miezi 6. Mamake hajapata maji, maziwa yanakauka, yeye mwenyewe hajakunywa maji, bado ana miezi mingapi? Miezi 6 katika tukio la Karbala. Ali Asghar alianza kulia sana maskini. Imam Hussein akamchukua, akambeba juu kwa juu, akawauliza wale wapinzani, wale madhalimu, wale watu wenye wamelaaniwa na Mwenyezi Mungu. Akawauliza, basi mimi nimekosea, huyu mtoto amekosea nini? Mbona hamtaki kumpa maji? Basi naombeni hata tone mtoto apate kunywa. Subhanallah. Badala mtoto kupewa maji, yani hata kama ingekuwa ni wewe, waona mtu, tuseme umeona mtu huyu kabisa, huyu ni adui yako, lakini yadhalilika, hana maji, utakosa kumpa, na ni mtoto mdogo. Sasa wewe fikiria, huyu mtoto badala ya kupewa maji alipokea mishale maskini. Subhanallah, mtoto mdogo miezi 6, mtoto hawezi kuongea. Angekuwa tuseme angetamka hata neno moja tukasema amewakosea. Amemkosea nini mtoto huyu mdogo? Mshale wenye ncha 3, hata si moja tu, si ncha moja, ncha ngapi? 3, maskini akadungwa. Imam Hussein amemshikilia yule mtoto, damu za tiririka kwenye mkono wake. Mtoto ni mdogo, hakulalamika. Alimwambia Mwenyezi Mungu yote anakuwa mwepesi. Alisema, ewe Mola, yote anakuwa mepesi kwa sababu wewe unayaona. Kutokana na somo hili la Ali Asghar tunasoma nini? Hata mtoto mdogo kabisa anaweza kuwa sehemu ya historia ya kusimamia haki. Tumejifunza kwamba huyu ni mtoto, hana makosa, ameuliwa kidhalimu. Kwa sababu gani? Yote haya kwa sababu ya kusimamia haki. Kwa sababu amesimama. Yeye ana makosa gani kwenda kuitishwa maji? Hana makosa, lakini amepoteza maisha yake. Yeye ni mtoto mdogo, lakini amekuwa
part kubwa sana kwenye historia yetu ya Kiislamu na kwenye tukio letu la Karbala. Na kufikia hapa ningependa kumalizia somo letu la leo, na alhamdulillah tumejifunza kuhusu Ali Asghar, tumejifunza kuhusu Ali Akbar na tukajifunza kuhusu Zainul Abidin. Katika vipindi vifuatavyo tutajifunza zaidi na zaidi na zaidi kutokana na watoto wa Imam Hussein, historia zake, wamechangia vipi katika matukio ya Karbala. Na alhamdulillah tupatane tena kwenye kipindi kifuatacho. Maasalam.